minaswali. Fasaddaka, asema kwanza ningetoa, ungeniakhirishia, niondolee mauti ya Allah ili nitoe mali yangu niliyoiacha, ili nitoe mali yangu nilikuwa nimeificha, ili nitoe ile ubakhili wangu ulikuwa ndani yangu, nitoe ubakhili, nianze kutoa kwa ajili yako. Fasaddaka wa akum minaswalihin, na nikuwa miongoni mwa waja wako wema. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikupa muda, Allah amekupatia muda, Allah ameshusha manabii, Allah ametuma mitume, Allah ametuma viongozi. Jo Allah subhanahu wa ta'ala katika ushahidi wa aya suratul Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini? Alam ya'tikum nadhir, hatawauliza waja wake siku ya kiyama, hawakuwajieni uonyaji, hawakuwajieni uonyaji. Alam ya'tikum nadhir, hawakuwajieni uonyaji. Qalu bala qad ja'ana, watakuwa wenye kujibu walitujia sisi, walitujia sisi. Fakadhabna wa kulna ma nazzala Allahu min shay, tukakadhibisha, tukakataa na tukasema Allah subhanahu wa ta'ala hakutushushia sisi na chochote, hakutujia sisi na chochote. Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, ndugu katika imani, maisha tunaishi katika dunia, tukumbuke siku zote tutakuja waja ulimwengu hii. Unapokuwa na hali aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, hitumie muda wako katika mambo ya kheri. Wacha dhulma, wacha fitna, wacha fasadi. Hakikisha jamii yako, familia yako, rafiki yako wanashikamana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakwenda kumjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Tutakwenda kumjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah. Asema Muhammadur Rasulullah, Mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa kumfahamu tu mtume wa Allah, basi Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Haitoshi kumfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hali hiyo Muhammadur Rasulullah, Allah na hapa anasema Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Katika aya nyingine anasema wama arsalnaka, hatukukuleta ya Muhammad, hatukukutuma ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, isipokuwa tumekutuma ya Muhammad ukuwe ni rahma kwa ulimwengu mwingine, kwa ulimwengu wote. Muhammadur Rasulullah, mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Haitoshi kwetu sisi kuwa na imani peke yake, mtume ni wa Allah na tukabaki basi tosha. Haitoshi kwetu sisi kuwa mimi nimetoa shahada, nimemkubali hakuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki na nikabaki katika hali hiyo. Haitoshi kwa sasa wewe ndio Muislamu. Iko haja ya kuitambua Uislamu wako. Hii shahada niliyoitoa inabidi niifanyie kazi. Huyu Muhammad namtambua, inabidi nimfuate jinsi anavyoamrisha. Muhammadur Rasulullah, Allah amesema Muhammadur Rasulullah, mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, hajawacha. Lakini asema walladhina ma'ahu, na wale ambao kwamba wako pamoja na nani? Muhammadi, wanamfuata, wanashikamana na yale aliamrisha. Ashiddau 'alal kuffar, ni wakali juu ya makafiri. Ruhamau bainahum, ni wenye kuhurumiana wao kwa wao, ni wenye kuhurumiana wao kwa wao, ni wenye kufanyiana ihsani wao kwa wao, kama tulivyosoma mwanzo wa aya, ruhamau bainahum, kama tulivyosoma mwanzo wa aya, inna Allah ya'muru thalatha fahkumu biha wa yanha bithalatha fajtanibu biha. Mwenyezi Mungu ameamrisha mambo matatu tushikamane nayo, na amekataza mambo matatu tuepukane nayo. Inna Allah ya'muru bithalatha fahkumu biha, ya'muru bil adl, ameamrisha uadilifu. Ukiwa ndugu yako unaona kweli huyu anadhulumiwa katika jambo fulani, Haidha Allah amekupatia nasaa, amekupatia ukubwa, wewe ni jaji, wewe ndiye kiongozi, wewe sijui ndio mzee wa kijiji, wewe sijui ndiye
usiangalie kadha kwa sababu huyu si kabila yangu, huyu hafai kwa hivi, basi huyu hafai kwa katika uongozi huu, ama hafai kupata. Wamuona huyu kwa sababu huyu ni kabila yangu nitamfanya hivi. La, inna Allah ya'muru bil adl, ameamrisha uadilifu. Hajasema lau kama Uislamu ungekuwa unadhaminiwa sana kwa kuangalia makabila, basi Waarabu hii Uislamu hatungeupata sisi. Wangekuwa na sifa, wangejiita mpaka wajiita ni mtume, wangesema nyinyi mnatuambia nini, mtume ametoka kwetu. Lau kama Uislamu ungeenda katika kabila, Bilal radhiyallahu anhu hasingelikuwa muadhini wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bilal ni Mwafrika min Ethiopia, kutoka Ethiopia Habasha, lakini alikuwa muadhini wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu Bilal bin Rabah ambaye kwamba wengine katika sifa nasikia sema huyu ni nywele ngumu, yuko hivi. Bilal huyu mwenye alikuwa na sifa kama hizo za weusi, alikuwa na sifa kama hiyo ya nywele ngumu. Huyu Bilal Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, anaisikia nguu ya Bilal bin Rabah katika pepo na yuko hai. Ndio hali jinsi walivyokuwa wema waliotangulia. Hawakuzitukuza sifa zao wanazozifanya, bali waliupenda umma na wakashikamana na wakatamasaka. Ndipo leo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ikapata mimi na wewe ndugu yangu Muislamu. Uislamu ambao kwamba ulipata dhiki, shida, tabu, mpaka aya inashuka juu ya hawa maswahaba, juu ya huyu mtume. Am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablihim massatuhum alba'sa wadh-dharra wazulzilu. Asema am hasibtum an tadkhulul janna, mnadhani mtaingia peponi hivi? Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu, na haijawapata iliyowapata waliotangulia kabla yenu. Allah anasema ni masatumul basa, iliwapata shida, dhiki, tabu, wa dharrahu wa zulzilu, na mtetemeko, mpaka wanamwendea mtume, wanamwambia mtume, mata nasrullah, lini atatunusuru Allah? Allah anasema ana nusrullahi alkarim, nusra ya Mwenyezi Mungu karibu. Unapoona majanga, shida, mitihani inakuja, watu wakimwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba, nusra ya Allah ilali, nusra inakuja. Lakini tutapata nusra vipi basi na sisi kutamasa katika kitabu na katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwani fillah, Muhammadur Rasulullah, mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Walladhina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffar, ni wakali juu ya makafiri. Asema ruhamau bainahum, wanahurumiana. Na hiyo Uislamu. Muislamu hapasi kumdhulumu mwingine, Muislamu hapasi kumkejeli Muislamu mwenzake, Muislamu hapasi kumtusi Muislamu mwenzake. Ruhamau bainahum. Je, sote tunataka jana? Lakini ruhamau bainahum iko kwetu sisi. Tarahum ruk'an sujadan. Asema Allah, utaona wao wenye kumpenda Muhammad, hao wenye kumpenda Muhammad. Asema ruhamau bainahum, ni wenye kuhurumiana wao kwa wao. Kisha asema tarahu, utawaona ruk'an, wanasujudu kwa pamoja. Hawa ndio wenye kuhurumiana, Allah anawataja. Sujadan, wanasujudu kwa pamoja. Hawa ndio wenye kuhurumiana. Lengo na shabaha si atuacha niende tu ni swali ndio fulani anione, la. Lengo la shabaha yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan, fadla yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fasirini katika aya hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi amepokea Anas radhiyallahu anhu, asema qala thalathatu man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Mambo matatu mwenye kushikamana nayo, mwenye kuwa nayo, basi amepata utamu wa imani, ameonja utamu wa imani. Akasema ya kwanza, ayakuna Allah wa rasula
ahabba ilayhi mimma siwahuma, akamchukua mtume Mwenyezi Mungu na mtume wake akawapenda zaidi kuliko vitu vyote ulimwenguni. Kumpenda Muhammad si kupiga matwari na matufufu. Kumpenda Muhammad ni kufuata yale aliyokuja nayo. Kumpenda Allah ni kutamasa katika Qur'ani. Aliwasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, taraktum shay'ain lam tadhilla, nimewaachieni mambo mawili hamtapotea pindi mtakashikamana nayo, kitabullah wa sunnatur rasul. Thalatha man kunna fi wajada bihinna halawata iman. Mambo matatu mwenye kuwa nayo amepata utamu wa imani, ameonja utamu wa imani. Ayakuna Allah wa rasula ahabba ilayhi mimma siwahuma, hampenda Allah na mtume wake kuliko vitu vyote vilivyomo. Kumpenda Allah ni vipi? Allah ametoa amri inayofuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam amfikisha kwenu nyinyi ni kwenda nayo sambamba jinsi alivyokuwa nayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anaswali 5 salawati, hiyo ndio kumpenda mtume unaposwali. Alikuwa anafunga يوم الاثنين wa يوم الخميس, hivyo ndivyo unaswali, hivyo ndivyo unafuata mastata'tum, kadri ya uwezo, asema mtume sallallahu alaihi wasallam. Fuateni yale niliyowaachieni nyinyi, na vile vile hepukaneni na yale niliyowakatazeni. Shikamaneni na sunna kadri ya uwezo wenu. Ikhwani fillah, hizi zama asema mambo matatu utakishikamana nayo basi amuonje utamu wa imani. Ayakuna Allah wa rasula ahabba ilayhi mimma siwahuma, asema wa ayuhibbu man la yuhibbu illa lillah, na mtu ampende mtu hasimpende mtu huyu. Huyu ni rafiki yangu, huyu tunakuwa naye besi, huyu tunafanya naye mambo kadha wa kadha, huyu tunashirikiana naye kazini. La, ampende mtu kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Tunashikamana, ndio hii aya, ruhamahu bainahum, ni wenye kuhurumiana wao kwa wao. Tarahum, utaona wanarukuu kwa pamoja, wanasujudu kwa pamoja. Mitihani inapopatikana wameshikamana kwa pamoja kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika hali na nani, mpaka wapate mafanikio, nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha kasema wa yuhibbu almar'a la yuhibbuhu illa lillah, na mpende mtu basi asimpende isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakrau ayauda fil kufr, na akachukia mtu huyu mwenye kumwamini Allah na mwenye kumwamini mtume, akachukia mtu huyu. Ayakrau ayauda fil kufr, akachukia mtu huyu kurejea kwa kufru. Alikuwa aswali, Allah amempa hidayah, anashikamana na swali. Alikuwa afungi, Allah amempa hidayah, ni mwenye kufunga. Alikuwa atoi sadaka, Allah amempa hidayah, amekuwa ni mwenye kutoa. Alikuwa afanyi kadha wa kadha, mambo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amemweka, amejenga imani yake, akashikamana na khair. Akachukia mtu huyu kurejea katika maasi baada an anqadhahu Allah, kama yakrau ay yuqdafa fi nar. Sema mtume akachukia mtu huyu kurudi katika maasi vile anavyochukia yeye kuingia katika moto. Ikhwani fillah, maisha haya ya dunia, fahamu ya kwamba ni maisha yenye mapito, ni maisha ambayo kwamba iko haja ya mwanadamu kutekeleza matendo ambayo kwamba leo utatoka katika mgongo wa ardhi, watu wanakusifia katika neema ulizofanya na kheri uliyokuwa unapambana nayo. Lakini si leo wewe unatoka katika mgongo wa ardhi, watu wanakusifia, wanasema huyu alichelewa, Allah subhanahu wa ta'ala angemchukua mapema. Nafahamu ndugu Muislamu, alichokijalia Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake wema hawachukui muda. Aliyotalia Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake wenye kutabasa hawachukui muda. Lakini angalia, Allah amechukua fursa hii kwa huyu jabbar mwenye kibri, kwa huyu dhalim mwenye kudhulumu, kwa huyu mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anampa umri, anamzidishia, anafanya kila anachokifanya. Anaona kwa yeye ndiye ametawala,
anaona kuwa yeye ndio kusema, Allah anazidi kumpa neema na anampatia umri ili apate nafasi ya kuleta toba. Lakini wakati mwanadamu atazidi kuzama katika hayo maasiya na akamsahau Mola wake, marejeo yanayokuja nyuma inakuwa ni majuto kwa wale wenye kushuhudia. Inakuwa ni majuto kwa wale wenye kushuhudia, wanajutia, laiti huyu angelikuwa hivi na hivi, angelikuwa kadha. Wanakusifia kwa kulaani katika maovu uliokuwa unayatendea watu. Ndio hizi sana akhir zaman. Inna Allah ya'muru bi-thalathi fahkumu biha. Mwenyezi Mungu ameamrisha mambo matatu, tusimame nayo. Wayanha ani thalath, na Mwenyezi Mungu amekataza mambo matatu, tuepukane nayo. Inna Allah ya'muru bil-adli wal-ihsan wa ita'i bil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkar wal-baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Katika aya hii Allah ametaja vitu 6 ndani yake. 3 tushikamane nayo na 3 tuepukane nayo. Aya hii kila Ijumaa kwa kila hutuba, hiyo ni nchi gani, hiyo katika misikiti gani, aya hii lazima inaisomwa katika hutuba. Inna Allah ya'muru bil-thalath, Mwenyezi Mungu ameamrisha mambo matatu. Ya'muru bil-adl, ameamrisha uadilifu. Allah anaamrisha uadilifu. Wal-ihsan, ihsan, ma maana ihsani fi lugha? Ni vipi maana ihsani katika maana nyingine? Asema al-ihsan an ta'budu Allah. Ihsani ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kaannaka tarahu, kana kwamba wewe unamuona. Fa illa takunu tarahu, ikiwa wewe au muoni Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakuona wewe. Katika aya nyingine Allah anasema la yanalu Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah ana haja na nyama zenu, Allah ana haja na damu zenu, bali Allah ako na haja na takwa, ucha Mungu. Kwa nini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atakuwa ahuna, atakuwa ahuna, atakuwa ahuna? Anaishiria kifua chake mara 3. Takwa iko katika moyo, takwa iko katika moyo. Na hivi ndivyo wema waliotangulia walijitahidi kutamasa, walijitahidi kushikamana na ibada, walijitahidi kufanya kila chochote ili leo hii ibada, ili leo hii neema, ili leo hii shahada, ili leo hii mwongozo tumeupata sisi. Madha turiduna baada dhalik, tunataka nini baada ya haya? Sote tunataka pepo. Na kaifa, na vipi sisi pepo tutaipata? Bighairi al-a'malu salih, pasina matendo mema. Ikiwa sisi tutauzamisha mji wetu, ikiwa sisi tutawacha mjitama wetu uwe ndani ya ujahilia, tusiwasomeshe watoto wetu, tusisimamishe ibada katika mji wetu, tunatarajia nini katika kizazi iko katika nyuma ya mgongo wetu? Watafuata muongozo upi ikiwa sisi ni mataku swala, ikiwa sisi ni wenye kuacha swala, ikiwa sisi ni wenye kupuuzia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kizazi kiliocho nyuma yetu ambacho kwamba iko nyuma ya migongo yetu, tunatarajia nini? Maisha ipi watakwenda kuishi nayo? Ndio leo imefika zama mtoto yuko tayari kumwambia baba yake we, anamnyoshea kidole. Mtoto yuko tayari kukiliki kwa mama yake. Leo mtoto yuko katika kazi, mama mzazi nyumbani, baba mzazi nyumbani, simu ya mama ama simu ya baba, anapokea simu ya mwanawe, anapokea simu ya mwanawe kwa mwaka mara moja, kwa mwezi mara moja. Lakini rafiki yake, swaibu wake halali, pasina kumpatia msingi maneno mazuri, lakini amesahau asbab mwenye kufanya yeye kuwa katika ulimwengu, katika huyu mama ambaye kwamba alimbeba mwanae tumboni kwa miezi 9 na kumnyonyesha kwa miaka 2, lengo na shabaha ili aweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala? Angalia katika Qur'ani, ukiingia ndani ya Qur'ani takriban aya nyingi
Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutoa wasia ya kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anatoa wasia hii kumtendea mzazi wema. Wa wasaina al-insanu biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayhi. Asema amemuhusia mwanadamu, wa wasaina al-insanu biwalidayhi, amemuhusia mwanadamu kutendea wazazi wake hao wawili wema. Ndio hii ihsani. Aya inaamrisha matatu tushikamane nayo, na inakataza matatu tuepukane nayo. Amemuhusia mwanadamu kuwatendea wema hawa wazazi wawili. Angalia, anasema amalatu ummu wahnan ala wahn. Mama yake ameichukua mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu. Mama ameteseka, mama amefanyia watu makazi, mama amekuwa mwenye kufulia watu nguo huku amekubeba ndani ya tumbo, mama ameumwa, mama amepitia kila madhila, mama analala njaa, mama anajifunga kamba ili mwanawe kesho ataitwa Yusufu, mwanawe kesho ataitwa Farida. Lakini leo huyu Yusufu ndio leo kumpiga mama, ndio leo kumwacha mama anataabika, ndio leo kumwacha mama mgonjwa, ndio leo kuacha wazazi wake katika shida, ndio leo chanzo ya kumfanya mzazi akashikwa na presha, ndio chanzo ya kumfanya mzazi akakufa katika maafa, akawa ni sababu huyu mama ambaye kwamba Allah anasema ameibeba mimba yake miezi 9 juu ya udhaifu, kwa machungu, anaumwa, anahangaika, lakini hakumtoa mwanawe, hakumtoa mwanawe, hakumtupa mwanawe. Mama alipambana naye, mama alipambana na huyu mtoto mpaka Allah akajalia akatoka katika marhalatul bathni, katika sehemu ya tumbo, akaja katika marhalatul dunia. Mama akachukua jukumu, hakamnyonyesha kwa miaka 2. Huyu mama ambaye kwamba amechoma vitumbua barabarani, huyu mama anatembea na besheni la njugu ili mtoto aweze kunawiri. Huyu mama ambaye kwamba leo anataabika, chakula ni kidogo, mama anachinyima, anampa mwanawe ili huyu mwana aweze kumfaidi mwanawe, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hataweza kumzidishia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema raghma anfi thumma raghma anfi thumma raghma anfi, mara 3 imeangamia pua, imeangamia pua. Ya nani huyu? Yule ambaye kwamba wazazi wake wamemfikia yeye na uzee na hali ya kuwa asipate janna. Aljannatu tahta aqdama ummati, janna iko chini ya nyayo ya wazazi, hawa wazazi. Na pia sisi wazazi, wasia wetu ni nini? Ili huyu mtoto hatambue dhamana ya baba, hatambue dhamana ya mama. Lazima mtoto huyu alelewe katika tarbiyatul islamia, alelewe katika mazingara ya dini, asomeshwe dini, hapate kusoma dini, hapate kujua kitabu chake, hapate kujua Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini. Lakini pasina hayo, kesho mtoto atakupiga, kesho mtoto atakutusi, kesho mtoto atakusikiza, kesho mtoto hatakudhamini wewe kama mzazi. Lakini mtoto uliomlea katika mazingara ya dini, huyu ni mtoto ambaye kwamba ataishi katika mazingara, anajua dhamana ya wazazi, anajua mama ni nani, anajua baba ni nani, anajua mama ni nani, anajua baba ni nani. Ikhwani fillah, unaweza ukampoteza mtoto lakini mtoto ukampata. Leo unaweza poteza mtoto wako, lakini mtoto waweza ukazaa mwingine ukampata. Leo unaweza kumpoteza, unaweza kumpoteza mke wako, lakini mke waweza kuoa mwingine. Lakini ndugu Muislamu, mama unapompoteza usitarajie utampata mama mwingine. Baba unapompoteza usitarajie unampata baba mwingine. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema pepo iko chini ya nyayo ya wazazi wawili. Pepo iko chini ya nyayo ya wazazi wawili.
na Allah akatoa amri, asema radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala siko pamoja na radhi ya wazazi wawili. Kukasirika kwake Allah subhanahu wa ta'ala kuko pamoja kukasirika na wazazi wawili. Ni wangapi leo wanakufa hadi ya kuwa wazazi wao wamewatia laana? Ni wangapi leo wanakufa hadi ya kuwa hajapata fursa ya kuchukua msamaha kutoka kwa mzazi wake? Ni wangapi leo bibi aliyomuoa anampotesha mpaka akamsahau mama, mpaka akamtoa aliyemzaa, huyu mama aliyemzaa, huyu mama aliyesababisha leo yule mwanamke mwenye kukuzuia wewe ukapata radhi ya wazazi, pia yeye vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo sababu ya kujalia mama yake, akawa ni asbabu ya mama kupata yeye kulea wewe katika tumbo kwa udhaifu, akakusomesha, akakuweka ukawa sawa. Lakini jiulize, mzazi wangu leo ni mwenye kulala njaa, lakini mimi na mke wangu nakula na shida. Mke wangu leo ni mimi wa kuambia mama mtumie hii, mimi nipe hii. Mke wangu leo mimi ni wa kuambia huyu mama ametuchosha, tumtoke huyu mama twende sehemu nyingine. Lakini baba, kwa sababu alikosa msimamo wa dini, alikosa mwelekeo wa Allah subhanahu wa ta'ala, anamgura mzaziwe. Lakini ndugu Muislamu, fahamu ya kuwa popote uendapo, sehemu yoyote uingiapo, dua anayokuomba mama anaomba juu yako haina pasia. Ndugu Muislamu, tuepuke sana dua za laana ya wazazi kwetu sisi, na pia sisi wazazi tuepuke sana ulimi wa kuwalaani watoto wetu. Tuwalee katika misingi ya Kiislamu, tuwalee katika tarbia ya Islamia. Leo ni wangapi wazazi wanaoswali lakini watoto wao waswali? Leo ni wazazi wangapi wana mabinti wanatembea uchi, ambao kwamba wanapasa kuhifadhika katika dini ya Kiislamu na kuozeshwa katika dini ya Kiislamu? Ni wangapi leo wamechukua watoto wao wamewapea kwa wasiokuwa na dini? Lakini kwa sababu gani? Mzazi ameletewa mfuko, mzazi ameletewa sukari. Ni wangapi leo katika wazazi mwanao ambao kwamba hana kazi, binti hana kazi, anajua binti yangu hana kazi, katika ziara zake anakuja, pesa mama ndio hiyo, mchele ndio huo, chakula ndio hiyo, anampatia mama senti. Mama unapomzungumzia mtoto huyo, ama baba anapomzungumzia mtoto huyo, haya anatoa wapi? Ukitaka ukosane na mama mzazi, ingilia katika maslahi hayo. Lakini kaifa, vipi itakwenda kuwa kwetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hamuulizi mwanangu, binti yangu, ndio umeniletea nguo, ndio umeniletea hii pesa, umezitoa wapi ufanye kazi? Wangapi leo wamewaachilia watoto wao katika ndoa zisizokuwa za Kiislamu, lakini mtoto atabeba chakula, atamletea, atabeba chochote atamletea, baba atatia tumboni. Ni maana baba amearidhia maisha naishi mwanawe. Wewe unasikia uchungu kwa sababu hiyo ni mwanao, lakini hauna hofu aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala na kusababisha akao katika ulimwengu kama huu, anashuhudia na malaika raqib na atid wanakuwa ni wenye kuandika matendo haya. Ndipo leo ni wangapi katika sisi tumeshinda kuwalea watoto wetu katika maslahi ya Uislamu? Ni wangapi leo mabinti wa Kiislamu wanavaa mavazi yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Tuingie kwenye mitandao ndio usiseme aljawal, hii jawal, simu, nasema ni ghawal, hii simu. Elewa ndugu Muislamu, simu hakikutengenezwa kukupoteza wewe. Jinsi unavyokitumia ndipo utakapopoteza. Ni wangapi katika mabinti, baba leo, mama leo, hakitazama katika mtandao, anamuona mwanawe uchi, lakini mama kimya. Baba leo hakitazama katika mtandao, anamuona kijana yake vituko anayofanya, na ameianika wazi. Allah subhanahu wa ta'ala
amemstiri alipokuwa anafanya maasi yake. Anakuja leo Allah subhanahu wa ta'ala amemstiri, ameifunika, imefika mchana, anafungua pasia ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaweka maasi yake katika mitandao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika miongoni mwa watu ambao kwamba hawatakwenda samehewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mtu amefanya maasi yake peke yake visiria, katika siri, hakuna aliyemwona, hakuna aliyeshuhudia. Amefanya uzinifu, amefanya iketi na kufanya, lakini kafanya uzinifu usiku peke yake, ama katika vichochoro amekuwa peke yake, Allah kamstiri. Wakati imepambazuka, Allah amemzibia pasia, hajaonekana. Wakati kuna pambazuka, ameketi barazani, wenyewe tunasema mbogi. Hii ni mbogi yangu, hii ni genge yangu. Anapofika anambia, mwana yule binti nimesili naye, yule binti anaringa iko hivi. Allah amemstiri. Imefika mchana, amefunua pasia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kama huyo hana msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo Allah amekustiri. Usiku umemfanya mwenzako dhulma, umemkaba mwenzako, umemfanyia kila aina madhila. Inafika mchana, unajigamba kwa wenzako, nimefanya kadha wa kadha. Haramu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatoi msamaha kwa mja kama huyo. Inna Allah ya'muru bi thalath, Allah anaamrisha mambo matatu, wa yanha bi thalath, na anakataza mambo matatu. Na ndio lengo na shabaha ya hotuba yetu ya leo. Tuhamasishe jamii, mjitama wetu. Angalia kwanza karia yako kabla ya kuipiga ule jirani, angalia boma yako. Kabla ya kusema fulani mwizi, angalia katika nyumba yako. Kabla ya kusema mtoto huyu mbaya aswali, angalia wanao wanaswali. Kabla ya kusema fulani yuko kadha wa kadha, angalia nafsi yako. Asema raqibu nafsaka, dadisi nafsi yako, isabua nafsi yako kabla hujaisabua nafsi ya mwingine. Angalia mimi nimefanya nini kabla ya kumtaja fulani. Angalia leo katika sifa, falyatanafasil mutanafisun. Allah anasema shindaneni katika wema, shindaneni katika wema. Huna ukafanya khairi hii, inshallah mimi sina, Allah kinipa na nitafanya hii. Hii ndiyo anataka Allah. Hala hataki leo, mimi leo nimepata neema, leo nimesponsor klabu fulani, leo nimenyesha wapi, leo nimekana fulani, leo nimenunulia watu katika base vitu ambazo kwamba upati faida. Falyatanafasil mutanafisun. Inna Allah ya'muru bi thalath, Mwenyezi Mungu anaamrisha mambo matatu, fahkumu biha, tusimame nayo. Ya'muru bil adl, Allah anaamrisha uadilifu, wal ihsan, na anaamrisha ihsani, wa itai dhil qurba, na kuwafanyia wema jirani wa karibu, jamii, kuwafanyia wema. Akakataza mambo matatu, wa yanha bi thalatha fajtanibu biha, na akataza mambo matatu tuepukane nayo. Wa yanha anil munkar, ya kwanza anil munkar, wa yanha anil fahsha, alfahsha ya kwanza, wal munkar ya pili, wal baghi, na ubaghili ya tatu. Na katika mambo tuliyozama ndani sisi katika zama hii, wakati huu, na hizi akhiri zama, albaghi imekithiri. Ubaghili umekithiri katika nyoyo za wanadamu kwa sasa. Ubaghili asema anifasha, mambo machafu tukatazane, machafu maovu, wal munkar, mambo maovu tukatazae, wal baghi, na ubaghili kwa mgumu wa kusaidia nafsi hizi azitapata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wema waliotangulia walijitahidi. Leo wewe unakuwa bakhili, akili ya kutengeneza ndege ungekuwa nayo. Leo waliotangulia wangekuwa bakhili kutoa elimu katika hili. Leo unakuwa bakhili, akili ya kufanya biashara ungekuwa nayo. Ule mwalimu yule aliyekuwa anakufunza wewe akakupatia dini, je, ungeupata ile? Leo unakuwa bakhili, ule mwalimu aliyokufunza ungeipata elimu na ichezea nayo. Ubakhili tuache, tuwe tayari kutamasaka katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wallahi thumma wallahi, lau sisi tutashikamana na wema,
tutashikamana na haki, tutashikamana na uadilifu, na tukawacha haya mambo matatu yaliyokaa na Mwenyezi Mungu, nusra ya Allah tunakwenda kupata. Lakini wallahi thumma wallahi, ikiwa sisi tutakwenda kinyume na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna tutakayoipata isipokuwa ni adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na wapeni mfano moja. Leo tunalia ugumu wa maisha, leo tunalia tabu, leo tutasema serikali, leo tunalia haya. Serikali hiyo tuliiweka sisi wenyewe. Allah amesema katika aya, itakapofika zama za mwisho, si katika aya, amesema katika hadithi, katika mambo dalili za mwisho, itakapofika zama za mwisho watu watakapokuwa kibri, watu kutoa sadaka, watu watakapokataa kufanya kheri, watu watakapokataa kusaidiana, watu watakapokataa kuingia katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, atawapeni uongozi ambao kwamba watawanyang'anya mali zenu na kuwadhulumu. Na ndio hizi zama. Haya ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunasema ni katika shura, ma asaba min musibati illa ma katabat aidi, hayawapati haya yote isipokuwa mliyachuma wenyewe katika mkono yenu. Wakati mwanadamu anavyoshikamana na ibada, amekataa, anachuma, yeye anafanya maovu, yeye anashikamana na hayo, lakini anapompata mauti hampati bure, adhabu inampata hampati bure, isipokuwa aliyechuma yale aliyokuwa anaambia, aliyapa mgongo. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Mwenyezi Mungu anatuamrisha katika mambo haya matatu kushikamana nayo, na matatu tuepukana nayo. Atuamrisha sisi tufanye uadilifu, tuwe na ihsan na huruma, na vile vile kwa majirani vile vile tuwe na huruma, tuepukane na ufasi, uchafu na mambo maovu na ubakhili. Tutoe nafsi za ubakhili, tutoe nafsi za ubakhili ili tuweze kuwa katika himma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lau sisi tutashikamana na haya, watukufu wa Islam, nusra ya Allah karibu. Huwezi muomba Allah subhanahu wa ta'ala neema Allah akakupa maovu, haiwezekani. Allah atatoa ahadi, aduuni astajibu lakum, niombeni mimi nitawajibuni, nitawapeni, niombeni. Hata leo watu wakasimama katika uwanja, kila mmoja akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala chochote anachokitaka, Allah akawapatia, asema zipunguze zote katika neema zake. Hii ni utukufu na sifa alionayo Allah subhanahu. Mwenye kudhulumu mpe muda, Allah atamkaba. Mwenye uongozi mpe muda, Allah atamuondoa. Ni wangapi wanaoshinda Firauni laanatullah? Allah aliwafanya vipi? Kaumu Luthi, Allah aliwazamisha vipi? Waliofanya uchafu na ufasik, Allah aliwafanya vipi? Hizi zote Allah ametuonesha ishara. Kaumu Luthi Allah aliangamiza, waliokuwa wanaingiliana wao kwa wao, wanaume kwa wanaume, waliokuwa wanaingiliana nyume na sheria. Lakini Allah ametupa mfano. Lakini katika zama hizi akhir zaman, kuna wale waliofuata mpaka leo, wengine wanatumia tafsiri al-Qur'an kutafsiri machafu. Tunaona Mtume sana akasema, mwenye kumwendea mkewe ama mume mwenziwe kinyume na maumbile aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi mtu huyu ana msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mchafu, hata leo itachukiliwa maji ya bahari mzima, asema Mtume, akakoshwa nayo, hawi msafi. Kitu ambacho kwamba amekitaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitu ambacho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu ameitaja ndani ya Qur'ani, tumeipata na adhabu waliopata waliotangulia. Lakini mwanadamu wa leo anaona itoshi, analeta ufasiki, analeta laana iliyopita, anaileta katika zama hii. Iko haja kwetu sisi kurejea katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أربعة الكرام أبو بكر عمر عثمان علي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.